Ambapo wajane katika kaunti ya Busia wameitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwasaidia kujikuza kiuchumi kwa kuinua biashara zao ndogo ndogo, kwani wengi wao wamekosa kujiendeleza kimaisha kwa kukosa fedha za kustawisha biashara zao. Licha ya wengi wa wanawake hawa wajane kuwa wenye bidii, wanasema kuwa wameshindwa kujiendeleza kwa kukosa mtaji. Baadhi yao hukongamana katika mikutano ya kila juma ili kujaribu kuchangisha fedha za kusaidiana. Wamesisitiza kuwa serikali ya kaunti na ile ya kitaifa zina nafasi ya kuwakwamua kutoka lindi la umasikini. Kulingana nao, changamoto hizo ni tatizo kubwa kwa waathiriwa kuweza kuendeleza maisha yao ya kawaida kama awali na kuendeleza jamii katika njia inayostahili, baadhi yao wakilazimishwa kuridhiwa na kudhulumiwa kwa kunyang'anywa mashamba. Nimekuwa mjane kwa miaka 30 sasa. Tumependelea kuomba serikali ashikane na mama atusaidie, kwa sababu kuna ukosefu sana ambao wajane tunapitia changamoto ya watoto school fees, tunapitia changamoto ya kazi. Shida yenye tunapitia tu, pesa ya serikali yoyote hatuoni. Shida yenye tunapitia, wajane tuko chini kabisa, hatusikiki. Tumenyang'anywa mashamba yetu, aswa title deed yetu, mwenye mabwana wamekufa, uwezi jua hata title deed iko wapi. Ukienda kuulizia wanakuambia tu sitaki kaburi na we ni mjane, atutoe 70,000. Utatoa wapi serikali? Kikundi chao cha muungano Widows kinachojumuisha makundi 46 Busia kinalenga uimarishaji wa wajane kisaikolojia na kuwapa matumaini ya kuweza kuendelea kimaisha hata baada ya kufiliwa na waume zao. So naomba serikali yetu, hawa mama pia wapewe payroll, waweke kwa payroll, at least wapate pesa kidogo ya kujimudu. Wamama hawa hawana hata pesa ya kununua mbolea yenye tunaambiwa 2,500. They cannot manage. Wengine ni wazee, wengine hawawezi kutembea, wengine hawana hata watoto, wengine watoto wao walikufa, wengine waliachia wajukuu, hawana hata school fees. Tafadhali serikali. Sasa nilikuwa naomba Rais Dr. William Samuel Ruto, tunaomba utushike mkono kama wajane. Utusaidie na pesa ili wajane tuinuke, tuache kuombaomba, tuache kuwa kama wale ambao atueleweki katika hii nchi yetu ya Kenya. Utusaidie kama wamama wajane. Ningeomba tu Rais, ukisikia sauti yetu, utusaidie wamama wajane, utuinue na tutakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Katika kongamano zao za kila wiki, wanapata mafunzo ya jinsi ya kupambana na hali tata wanazokumbana nazo, wengi wao wakiwachwa katika njia panda bila msaada au watu wa kuwajali, hali inayoathiri kiakili na kutatiza jamii nzima. Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto, sikia kilio cha wamama, sikia kilio chetu. Sisi ndio tuko na baraka, sisi ndio tuko na amani. Ukitukaribisha tukae na wewe, tunywe na wewe, baba, utapata baraka nyingi. Na saa hizi sisi wajane hatuna pesa ya kutafuta madawa. Wameleta ati sisi tunalipia SHA. SHA hii imetushinda. Wametuandikia wengine shilingi 800, wengine 1,000, na hatuna kasi. Wazee walituacha tu kwa mashamba. Na mashamba yenyewe wazee walikuwa wengine na wabibi wengine, walikuwa na madugu zao wengine, wanaona kama sisi watu. Ni baadhi ya changamoto zinazowakumba wajane hapa katika kaunti ya Busia, wakiitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuwapiga jeki ili kuwawezesha kujikimu kimaisha. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Toka Busia tuelekee Migori.